Shalom baba Pastor Mwakalamu. Mimi kwa majina naitwa Paskali Paulo. Nipo Pwani kutoka Chalinze, maeneo ukikaribia kama Mdaula au kuja Mdaula huko. Shughuli yangu mimi ni mlinzi tu, niko huku nalinda. Mimi baba, nimekuwa nikikufuatilia mahubiri yako, na si ni kwamba ni muda mrefu sana. Mimi toka ni kuone mtandaoni ukihubiri sasa ni mwezi mmoja tu, lakini nina vitu nahitaji ni kushirikishe ambavyo nimekuwa nikiviona. Mimi ni muumini tu wa kawaida, wala si mchungaji, lakini kuna vitu huwa naviona nashindwa kujua, je, hii ndio ndoto au ndio maono? Na kuambia hivyo kwa sababu mimi sina uzoefu sana, lakini ni vitu ambavyo vinakuwa vinanitokea. Siku moja nilikuwa katika kusoma neno, na ilikuwa kama mwezi wa kwanza mwaka 2026. Majira yale yalikuwa si mchana na wala si asubuhi. Kwa maana kwamba ilikuwa ni saa 5 kuelekea saa 6, ilikuwa ni kama ni saa 5 za asubuhi au tuseme saa 6 za mchana. Kwa hiyo ilikuwa ni majira ambayo si mchana wala si asubuhi. Nilihisi kama uchovu, nikasinzia. Ghafla nilijikuta katika hali ya kujiona nikiwa usingizini, lakini nimesimama nikilitazama jua. Jua lilikuwa na mwanga mkali ambao nashangaa sikuweza kuangalia kwa macho yote mawili. Nilisikia kama nguvu inashika mkono wangu wa kushoto na kulifumba jicho moja la kushoto. Nilipoziba kwa namna hiyo, nilifanikiwa kuliona jua mpaka ndani. Nilishangaa kuona haya. Niliona jua likiwa na mgawanyo wa sehemu 3, na ndani ya kila sehemu hiyo kulikuwa na vitu au mambo haya niliyoyaona. Niliona sura mfano wa mtu, kama mtu mtawala amefunga. Ni sura ya mfano kama mtu amefunga kilemba kichwani. Yani ni kama wale watawala wanaotawala nchi za kifalme, wale tunaoona kama Uarabuni, amefunga kilemba kichwani. Sikuona mwili wake wote, ila niliona mithili kama ya passport. Niliona vitu kama watu vyeupe vikiwa vinaelekea kwa yule mtu. Ni kama watu kwa sababu kwanza walikuwa wanajongea. Nilishindwa kubaini vizuri, maana jua lilikuwa linatikisika sana na kufanya vile vitu kutembea kwa haraka kiasi kwamba nilikuwa nashindwa kuona. Lakini kwa kuona na maono yangu niliona ni kama watu waliovalia nguo nyeupe wakitembea kwa kasi kuelekea upande ule ambako aliko yule mtu. Lakini pia sehemu nyingine niliona, upande mwingine niliona sehemu yenye kilima cha kawaida. Hapo niliona uoto wa ajabu ambao sijawahi kuona. Nyasi zilikuwa ni za kijani, zinalingana mithili ya uwanja wa mpira. Katika sehemu hiyo pia nilishuhudia kuona miti mizuri. Nashangaa nilimuona mnyama mmoja tu akichunga katika eneo hilo. Ni mnyama kama vile paa, lakini alionekana mwenye afya sawa na uoto uliokuwepo pale. Muda mchache sana ili jua lilifutika, nikasikia sauti kama ya mtu. Sikumuona, lakini ilikuwa ni sauti ya mtu, kama ya mtu akiniuliza, ulishawahi kuona jua au mwezi unakuwa damu? Ghafla niliona kitu mfano kama jua lile lile nililoliona kwenye maono ya juu, ambalo lilikuwa na ule na yule mtu, ulikuwa na wale watu wanajongea na uoto ule na miti na wanyama. Ilikuwa lile, lakini hili jua nililoliona huku, ndio maana naliita ule ulikuwa ni mwezi, kwa sababu ndani yake hakusikuona kitu chochote. Sikuona kitu chochote ndani yake. Mwezi ule ulianza kuingiwa hali kama ya kufifia taratibu, ukijazwa wekundu taratibu hadi kufikia kujazwa damu kabisa. Na hapo nilishuhudia mwanga unapotea duniani. Niliona dunia imekuwa giza tupu, kiwango cha kutoweza kuona hata chochote kile,
roho, mwili na nafsi viliingiwa hofu ambayo sijawahi kusikia, na hapo ghafla nilizinduka huku mwili umebaha na mapigo ya moyo yakienda mbio kama nilikuwa kwenye riadha. Baada ya muda tena kuota hiyo ndoto, siku nyingine tofauti, muda uenda nao na ule wa ndoto ya mwanzo, nilijikuta katika usingizi, lakini nilishangaa natembea karibu na barabara. Mara nikasikia sauti kinilongeneza. Haikuwa sauti kama ile ya ndoto ya jua na mwezi. Ilikuwa sauti mfano wa upepo uliokuja kama wazo, ukiniuliza, hivi unajua nyakati za mwisho hata magari yatakuwa yanatembea kasi sio ya kawaida? Nikiwa katika hali ya kushangaa hiyo sauti inayonena, akanipitishia gari na nikaliona basi likipita linakimbia spidi mithili ya ndege ya anga, huku ikiumbayumba kama vile dunia ilikuwa inanesa. Lakini nilishangaa kuona gari ile spidi ile yote haikugonga mti, na kando ya barabara niliona miti mirefu, lakini gari ile nilishangaa ilikuwa na uwezo wa kupaa kwenda juu na kurudi chini, lakini kuweza kugonga hata mti mmoja. Lakini ilikokuwa inaelekea niliona bonde kubwa, sijui kama ilianguka au ilishiaje safari yake. Punde tu niliona mawingu na nyota vikivamia dunia kwa kasi, na yakiwa yanashuka urefu ambao hata mtu anaweza kunyosha mkono akagusa. Nilipatwa na hofu kwa kweli. Hapo nilianza kumlilia Yesu aniokoe kwa uchungu sana, maana niliona yale mawingu yanakuja kwa kasi na yanaelekea kuifunika dunia. Nilianza kulia kwa sauti, lakini nashangaa kwamba wakati hayo yote yanatokea, watu walikuwepo barabarani wanatembea. Wengine niliona wamefungua kama hayakuwa maduka makubwa kivile, lakini kwa ni watu wa maisha ya kawaida wakiwa pale barabarani. Wengine wanatembea, wengine wamefungua maduka yao na wanaendelea na shughuli zao. Lakini cha ajabu, hakuna aliyenyanyua macho yake kuniangalia wala kunishangaa kwamba ni nini kinachofanya nilie. Nashindwa kujua ni kwa nini wale watu barabarani hawakuweza kusikia hata ile sauti tu. Hawakuweza kusikia mimi nikimuita Yesu. Hakuna aliyesikia sauti aungane na mimi wala hata kusimama nishangae. Watu waliendelea na shughuli zao, hayo mawingu na nyota vikiwa vinashuka na kuja kwa kasi kuifunika dunia. Lakini maono ya mwisho ambayo nimeyaona juzi kati hapa, niliona maneno mawili yameandikwa mawinguni. Baba, naomba unisaidie, mimi sijui haya maneno yameandikwa Armageddon. Niliona neno limeandikwa Armageddon, maneno mawili, Armageddon na Hollywood. Hollywood ni nini? Yalikuwa yameandikwa, lakini ghafla niliona baada ya hayo maneno kufutika kwenye yale mawingu, niliona sura ya mtu. Na nilihisi, na sio kuhisi, najua au naona kama vile alikuwa ni Yesu. Sauti niona kama ni parapanda na watu wanapiga matarumbeta, watu wanampokea Yesu. Nina furaha na shukrani na kushukuru kuwa hata mimi nilikuwa miongoni mwa watu niliobahatika kusikia sauti ile na kumuona Yesu akitokea kwenye yale maandishi niliyoona yakiandika Armageddon and Hollywood. Niliona watu wengi wakimlaki, hata mimi nilibahatika kumuona na kumkimbilia, lakini ilikuwa ni ghafla, maana hata mimi nilijikuta nipo mazingira kama ya porini au shambani, kisha nilizinduka katika usingizi. Lakini nashangaa baba, kitu kinachobaki katika kichwa changu na hadi kinanisumbua hadi leo ni kwamba kwa nini niliona yale maneno, na je, yale maneno maana yake ni nini? Lakini nikurudishe kule juu tena, kule juu. Baada ya kuwa nimeona yale maono niliyokuambia kuhusu maono ya jua na mwezi, kule nilivyoona mwezi unakuwa damu, baada ya muda mchache, mwezi kama mmoja hivi, ndio baada ya hapo ndipo vita vya Irani na Israeli vilianza. Nilipatwa na hofu, nilikuwa najiuliza ni kwa nini katika lile jua niliota yule mtu mithili wa Mwarabu? Lakini kwa nini vile vita vilianza? Lakini sauti iliyobeba swali ikanirudia kuniuliza swali inayohusianisha na ule mwezi niliowote, kiniuliza hivi: unafikiri hata baada ya hivi vita Mungu ataruhusu dunia iendelee na kisha vita vingine vitokee? Hapo nilipatwa na hofu, na hapo sasa
ndipo nilipoanza kupata msukumo usio wa kawaida ukinena rohoni, ukiniambia hivi, niende makanisani niwaambie watu waombe toba na waombe dunia amani. Nimeenda mara mbili. Babu, kumbuke kuwa mimi ni mwarasi, ni muumini tu wa kawaida, ni mwarasi. Nimeenda mara mbili. Nimeenda mara ya kwanza kanisani, nikatoa taarifa, nikawaambia, mapadri hawakuwepo. Lakini nimerudi mara ya pili. Padri akaniambia, wewe rudi, tutalishughulikia, hiyo ndiyo kazi yetu. Lakini kama unavyojua baba, kwa sisi wa RC, si mara nyingi sana upate nafasi ya kusema au uhubiri. Lakini ningetamani nipate nafasi niwaambie watu kwamba nilichokiona ni hichi na Mungu anasema hivi. Na Mungu aliniambia, sauti hiyo iliniambia kuwa watu waombe. Yeye hakuniambia kwamba watu waombeje, lakini anasema watu waombe kwa kulia na kuomboleza. Watu wakusanyike, walie, waombe amani ya dunia, watubu. Lakini nimefikisha huo ujumbe. Lakini kwa upande wa maono, hata nilivyoenda kwenye huko parokiani, sikuweza kupata nafasi ya kueleza kama hivi ninavyokuambia baba. Hapana, mimi nimuelezea kwamba nimetumwa ujumbe hivi na hivi na hivi, kama nilivyosema kwamba watu waombe. Kwa hiyo sijapata mtu wa kumuelezea vizuri anifafanulie. Ndio maana nikaomba nikushirikishe. Kwanza unisaidie, ili ina maana gani kuona mtu yuko kwenye jua na kisha nikaona damu, lakini pia nikaona maandishi yameandikwa Armageddon na Hollywood. Ili ni nini? Asante baba, Mungu akubariki. Nataka nitoe tafsiri ya maono haya makubwa ya siku za mwisho yaliyoonwa na ndugu Pascal pale kwa Pwani. Haya maono yote na tafsiri yake yamefumbwa katika maneno mawili, Hollywood and Armageddon. Sasa mimi nataka nikatafsiri ama nikaeleze ufunuo uliopo katika Armageddon aliyoiona katika mawingu. Vita vya Armageddon ni mapambano makuu ya mwisho kati ya nuru na giza. Ni siri moja kubwa sana iliyofichwa katika Biblia, na wanaoweza kufahamu ni wale ambao wamepewa akili njema ya kujua au ufunuo. Hivi mwejiuliza hatima ya dunia na mambo mazito ambayo yanaweza kutokea katika mwisho wa dunia? Ni mapambano makuu ya mwisho yatakayobadilisha sura yote ya dunia na ulimwengu kwa ujumla. Yaani hii Armageddon labda wewe unaisikia hivi tu kwa kusimuliwa na watu, lakini itakapofika ni mapambano yasiyokuwa ya kawaida yatakayobadilisha mifumo yote ya kiulimwengu. Maana ya Armageddon ni neno ambalo linasikika sana katika filamu za Hollywood. Yaani mpaka ninaongelea haya mpaka ninacheka. Yaani maono aliyoona huyu ndugu ni sauti ya Mungu moja kwa moja. Yaani Mungu alimpa hata pa kuanzia. Alijua kabisa nazungumza na mtu ambaye hajui hata maana ya Armageddon, so akamdirect afuatilie filamu za Hollywood, ndizo ambazo zimeeleza ukweli wa hii vita ya siku za mwisho kati ya nuru na giza. Ndio maana ya Hollywood and Armageddon. Na hakuna filamu ambazo zinaonyeshwa ambazo zinazalishwa kokote isipokuwa na hawa Hollywood wanaozungumzia habari za matukio ya siku za mwisho. Na ngoja niwaambie ndugu zangu, hizi movie mnaoziona, hizi filamu, Mungu anazitumia vilivyo ili kukupa taswira nzima ya siku za mwisho itakuwaje. Ndio maana kuna movie inaitwa Left Behind, ambayo hiyo filamu imetengenezwa na hawa Hollywood. Pale Hollywood imezalisha hii filamu ya mateso ya siku za mwisho na mpinga Kristo vile atakavyojifunua. So hauhitaji kufuatilia kokote kule zaidi ya filamu hizi zinazozalishwa kutoka Hollywood. Ndizo ambazo ni kweli wametumiwa wale watu kwa ajili ya kuonesha na kufunua matukio ya siku za mwisho ambazo tunaziishi au tunaziendea.
Sasa leo nakupa code, anza kufuatilia filamu za Hollywood, utakuja unipe ushuhuda. Na kizuri zaidi, Mungu ndo ametoa mwongozo, ametupa siri, ametupa kodi. Fuatilia ili ujue Armageddon, hii vita inayoenda kutokea muda si mrefu, kwa sababu huyu aliona mtu yupo kwenye mwezi ana kiremba kama cha Waarabu, alafu watu waliovaa nguo nyeupe kama walikuwa wanamwendea. Hii ilikuwa ni ishara ya kuona tukio la vita vya Irani na Israeli na Marekani vinaenda kufunua na kukaribisha vita ya Armageddon, kwa sababu itakaribisha vita kuu ya tatu kuelekea vita ya Armageddon, alafu hiyo vita ndio itamkaribisha Kristo. Kumbuka kwenye maono ya huyu ndugu aliona kama vile jua likapotea, mwezi ukapotea, na yale maandishi yaliyoandikwa Hollywood and Armageddon yalipopotea, ndio akana kuja Yesu. Maana yake haya ni maono, kama mnavyosikia maono ya kina Danieli, ndio walikuwa wanaonaga hivi. Kama uliwahi kusikia maono ya kina Danieli, ndio alikuwa anaona hivi. Na Mungu hatumii watu maarufu, anatumia, fikiria huyu ni mlinzi tu, analinda mahali, alafu Mungu amekuja kumpa maono mazito. Maana yake huyu mtu ana wito. Haya ni maono ya kinabii, ya unabii mkubwa, na ndio maana mimi nimeona ni uposti kabisa, ni uweke kwenye mitandao ya kijamii, watu wajue, kwa sababu huyu alipewa akawaambia makanisa. Sasa Mungu akamdirect kwangu, kwa sababu Mungu anajua nina watu wananisikiliza zaidi, hata ngeenda kwenye kanisa moja, mawili, matatu. Hapa ninaongea na ulimwengu, ninaongea na watu zaidi ya 100,000, 200,000, 300,000. Kwa hiyo umefika mahali sahihi kabisa. Mungu alimuonesha baada ya vita ya Armageddon itakapoisha, ndio Yesu atakawa anakuja. Shikilia sana hapo. Hii maana ya Armageddon sio vita ya kimataifa wala vita ya taifa na taifa, ni vita ambayo inamhusisha Mungu na nguvu za giza ambazo zitakabiliana kabisa na kupigana na Mungu mwenyewe. Ndio maana ya Armageddon. So mtu akikuuliza nini maana ya vita vya Armageddon, mwambie ni vita vya Mungu na ufalme wa giza. Mnanielewa sawa sawa? Kulingana na kitabu cha Ufunuo, hii vita ndiyo ambayo inaenda kuwa mwisho wa binadamu kuishi duniani, inaenda kumaliza kila kitu duniani. Alafu baadaye kitakachofuata ni ufufuo. Kwa hii vita ukisikia popote nazungumzwa, tega sikio vizuri, kwa sababu pana siri nzito mno iliyofichika katika hiyo vita. Dunia hii tunakoelekea, mataifa yote yanaenda kusimama kwenye uwanja mmoja kwa ajili ya kupigana haswa. Dakika chache zinazokuja, yani siku chache zinazokuja, au miezi michache, au miaka michache inayokuja, mataifa yatajipanga kwa ajili ya vita kuu, ambayo hiyo vita ndani yake kutakuwepo na vita ya kimungu na nguvu za giza. So hautamwona moja kwa moja Mungu akionekana akipigana, wala hutaona moja kwa moja mapepo yakipigana, lakini utakuwa unaona kupitia wanadamu. Kuna filamu inaitwa End of the World Prophecies, End of the World Prophecies, na hii filamu itafute, maana ni kweli tupu ya kibibilia. Kabla ya ujio wa Yesu mara ya pili, kutatokea na ghasia kali sana itakayoibua maswali mazito na upinzani mkubwa sana wa roho. Haitaendeshwa na silaha za kawaida mnazoziona, nyuklia, sijui kombola, sijui nini, sijui risasi. Hii vita itaendeshwa na nguvu za Mungu mwenyewe mbinguni, alafu na nguvu za giza kutoka kuzimu kabisa. Yaani hapo ndipo utaona nguvu za giza zikijifunua na nguvu za Mungu aliye juu ulizokuwa unazisikia zikifanya kazi. Neno Armageddon linatokana na neno la Kiebrania Har-Magiddo, ambalo linamaanisha mlima wa Megido. Megido ni eneo la kihistoria kaskazini mwa Israeli.
mahali ambapo vita vingi sana vimetokea na kupiganwa tangu zamani. Kwa hiyo umeona, ni moja ya mahali kabisa ambapo vita zilikuwa zinapiganiwa haswa. Ufunuo sura ya 16 mstari ule wa 16 utakutana na ile neno, wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Harmagedon. Sasa hii ni mkusanyiko wa majeshi ya uovu dhidi ya Mungu, si vita vya kimwili pekee.